wa CPCT Taifa, Askofu Daktari Daniel Awet, askofu mkuu wa kanisa la PAG kwa umaarufu, Pentecostal Assemblies of God kwa kirefu. Sasa wengine wanauliza, mwenyekiti wetu yuko wapi? Ndio naenda kujibu. Yuko wapi askofu wetu, mpendo wetu, Daktari Barnabas Mtokambali? Nina waraka wake hapa, na ameandika, amenitumia tarehe 22 mwezi wa 6 2025, na amesaini mwenyewe hapa mwisho. Kwa leo huo ni waraka halali umetoka kwake, na nimeongea naye, nimezungumza naye kwa dakika kama 10 na kwa njia ya WhatsApp. Sasa tusikilize amesema nini, neno kwa neno. Salamu za mchungaji Daktari Barnabas Mtokambali, mwenyekiti wa CPCT Taifa, kwenye mkutano mkuu wa CPCT Juni 2025. Wapendwa kamati tendaji ya CPCT Taifa, wapendwa baraza la maaskofu wa CPCT, wapendwa wajumbe wote wa mkutano mkuu wa CPCT, wapendwa wawakilishi wote wa makanisa wanachama, wapendwa wageni waalikwa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Palipo na umoja, Bwana huamuru baraka. Bwana huamuru baraka. Palipo na umoja. Hebu kwa heshima ya mwenyekiti tusimame, tusikae mimi nimesimama. Kwa heshima yake jamani. Mwenyekiti, ni mwenyekiti anaongea na wewe. Sasa kunja ngumi sawa sawa. Yeye anasemaga tungurume kama simba wa wapi? Kwa Ngorongoro sijui Mikumi. Palipo na umoja, Bwana huamuru baraka. Bwana huamuru baraka. Palipo na umoja. Amen. Naomba mkae. Zaburi 133 mstari wa 3. Kwa moyo wa shukrani na unyenyekevu ninawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, japo kuwa sijaweza kuwa nanyi ana kwa ana katika mkutano huo muhimu kutokana na sababu za kiafya ambazo zimenilazimu niwe nje ya nchi kwa matibabu. Ashukuriwe sana Mungu, kwani ameshaniponya kabisa. Matibabu yanaendelea vizuri na afya yangu inazidi kuimarika. Muda sio mrefu narudi nikiruhusiwa na madaktari kurejea nchini kuungana nanyi. Moyo wangu uko nanyi na naendelea kuwaombea kwa upendo na mshikamano mkubwa. Paragraph nyingine inasema, katika mkutano huu tunafikia mwisho wa kipindi changu cha uongozi wa miaka 2 na nusu kama mwenyekiti wa CPCT Taifa. Na nafasi hii na Mungu aliyejaa neema kwa kunipa fursa ya kutumikia katika nafasi hii ya kitaifa. Ni neema yake tu imeniwezesha kusimama, kuongoza na kutimiza majukumu niliyokabidhiwa. Hakika tumeshuhudia uaminifu na wema wa Mungu katika kila hatua ya safari hii. Katika kipindi hiki pamoja na viongozi wenzangu tumeshuhudia mengi, ikiwa ni pamoja na moja, kuimarika kwa mshikamano na mawasiliano mazuri miongoni mwa wanachama, makanisa wanachama. 2, kuandaa semina, makongamano
na mikutano ya kitaifa na kimkoa. 3. Kuanzisha jitihada za kuwawezesha vijana na wanawake katika uongozi wa kiroho. 4. Kuboresha mifumo ya uongozi na utendaji kazi wa CPCT katika ngazi mbalimbali. 5. Kufanya maboresho na marekebisho makubwa ya katiba yetu ya CPCT. 6. Kutengeneza malengo mkakati wa miaka 10 ya CPCT. 7. Kutengeneza miongozo ya idara na kuziwezesha kuweza kufanya kazi katika mfumo ulio rasmi zaidi. 8. Kuitambulisha CPCT katika taasisi mbalimbali za kiserikali. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa viongozi wenzangu wote, watumishi wa Mungu na makanisa wanachama kwa ushirikiano wenu, maombi yenu na moyo wenu wa kujitolea katika kulitumikia kanisa la Kristo kupitia CPCT. Na washukuru makanisa yote wanachama kwa imani yenu kwa CPCT na kwa mshikamano wenu thabiti. Kadhalika, natoa shukrani za pekee kwa familia yangu na kanisa la TAG walionivumilia muda mwingi niliokuwa mbali nao nikihudumu katika kazi hii, na wathamini sana. Kipekee kabisa na washukuru pia wale mliokuwa karibu nami wakati wa changamoto mbalimbali, ikiwemo hali yangu ya afya. Maombi yenu na moyo wenu wa upendo vimenitia moyo sana katika kipindi hiki kigumu. Isingekuwa neema yake, nisingeweza kusimama wala kutimiza wajibu huu kwa namna yoyote. Kadhalika, natangulia kuwapongeza viongozi wapya watakaoanza kipindi chao cha uongozi kwa moyo wa unyenyekevu, na waombea baraka za Mungu kwa uongozi unaofuata. Ninawasihi kwa upendo mzidi kudumisha umoja, utakatifu na uaminifu katika kazi ya Bwana. Kazi bado ni kubwa, mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache, na kila mmoja wetu ana jukumu la kushiriki kwa bidii katika kusudi la Mungu kwa taifa letu. Na waombea neema ya Mungu, hekima na maono ya kiroho ili muendeleze kazi hii kwa ufanisi zaidi. Na wahimiza mkae katika mshikamano, maombi na utii kwa neno la Mungu. Kila mmoja wenu kipaumbele chake kiwe mwili wa Kristo, wala sio dhehebu. Na kwa wote mlioko hapa leo, ninyi mmekuwa mashahidi wa kazi njema ambazo Bwana ameifanya kupitia kwetu sote. Wakati huu ninapokabidhi kijiti kwa uongozi unaofuata, na wasihi kwa upendo, linda umoja wa roho